Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tanzania Bara John Heche amesema kamati kuu ya chama hicho imeamua kuitisha baraza kuu ndani ya siku 60 ili kujadili barua ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini. Hatua hiyo ni utekelezaji wa agizo la ofisi ya msajili wa vyama vya siasa iliyoitaka kuitisha baraza hilo ili kuziba nafasi ya viongozi wanne waliothibitishwa na baraza kuu lililoketi Januari 22 mwaka huu ambalo linadaiwa kuwa ni batili. Heche ameelekeza hayo Juni 4 mwaka huu wakati akisoma maazimio ya kamati kuu ya chama hicho iliyoketi na kujadili barua ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania. Mbali na hilo, Heche amesema kamati kuu tumemteua John Mnyika kuwa kaimu katibu mkuu, Amani Golungwa kuwa kaimu naibu katibu mkuu Bara na Ali Ibrahim Juma kuwa kaimu naibu katibu wa chama Zanzibar. Kamati kuu kwa kutumia kifungu cha 7 na 16B ya katiba kimemteua Tito Kitalika kuwa mkurugenzi wa fedha na uchumi, John Kitoka kuwa mkurugenzi wa mambo ya nje na diaspora, Brenda Rupia mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, amesema Heche. Wengine ni Gasto Garubindi mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu, Rim Kasanda kaimu mkurugenzi wa digital na ubunifu. Hiyo ndiyo taarifa kutoka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Na ikumbukwe tu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kumekuwa na mambo mengi sana, hasa kwenye kipindi hiki cha uchaguzi. Tukumbuke siku za hivi karibuni msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania alisitisha ruzuku kuwapatia Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutokana na kila ambacho kinaelezwa viongozi walioko madarakani wa chama hicho ni batili, hawakupatikana kwa njia ya haki. Kimambo yako hivyo ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ikumbukwe kwamba mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu yeye bado anaendelea kukabiliwa na mashtaka yake ya uhaini pamoja na uchochezi, na tarehe 16 Juni mwaka huu ataitwa tena mahakamani kwa ajili ya kwenda kusikiliza pande zote mbili. Lakini wakati huo chama hicho kimetoa taarifa kwa umma kuwa gari iliyokuwa imebeba vyombo vya muziki iliyokuwa kwenye msafara wa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche imepata ajali maeneo ya Msamvu Morogoro, ikiwa inaelekea kivukoni Ulanga Igima Mlimba Ifakara mjini Kilombero kuanza operation ya No Reform No Election kanda ya kati. Gari hiyo iliyokuwa inaongozwa na Twaha Mwaipaya, na ripoti zinaeleza kuwa waliokuwa ndani ya gari hiyo wamepata majeraha na sasa wanaelekea hospitali kwa uangalizi zaidi wa afya zao. Kutokana na ajali hiyo hakuna kifo ambacho kimeripotiwa, na waliopata majeraha wameripotiwa kuwa wamepata majeraha ya kawaida. Taarifa nyingine ni kwamba serikali ya Tanzania imekanusha madai yaliyotolewa na wanaharakati Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Tuhaire wa Uganda kuhusu kufanyiwa unyanyasaji wa kingono baada ya kushikiliwa nchini Tanzania. Hatua hiyo inakuja baada ya wanaharakati hao kusimulia kwa uchungu madhira waliopitia wakiwa mikononi mwa vikosi vya usalama wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na kubakwa pamoja na kupigwa. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Grayson Msigwa amesema madai hayo yaliyotolewa hayana ukweli wowote na yana nia ya kuichafua serikali na vyombo vya ulinzi na usalama, huku akisisitiza kwamba madai yaliyotolewa na wanaharakati hao hayawezi kuichafua Tanzania. Aidha, Msigwa amenukuliwa akisema hii nchi ina heshima zake, inaheshimiwa na kila mtu na watu wote wanaoifahamu Tanzania. Wao sio watu wa kwanza kuja Tanzania, watu wengi wanakuja Tanzania. Kama wao wanakwenda kuzalisha tuhuma zao za uongo, wacha waendelee kufanya hivyo, lakini Tanzania haiko hivyo. Wao walivunja sheria, wamechukuliwa hatua, amesema msemaji mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Grayson Msigwa. Haya yanajiri wakati muungano wa mashirika ya kutetea haki nchini Kenya pamoja na chama cha mawakili nchini humo LSK kutoa wito kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki na jumuiya za kimataifa kwa pamoja kuitaka serikali ya Tanzania kuwajibisha maafisa wa polisi pamoja na viongozi wao waliohusika na utesaji huo, mashambulizi ya kingono dhidi ya Boniface Mwangi, mwanaharakati kutoka Kenya, na Agatha Tuhaire, mwanaharakati kutoka Uganda. Hii ni Sky4 Media.